Waite baba, waambie mjomba kaja na bakora. Dunia kweli imekuwa nduma kweli. Dunia imekuwa gunia la kuficha uchafu wa ulimwengu. Ni nani alikuambia kwamba kama ni tamu lazima urambe? Bakora inapiga. Ndoa ni taasisi kubwa sana katika maisha ya mwanadamu duniani. Mwanaume na mwanamke wanapoungana pamoja kuwa mwili mmoja ndani ya kivuli cha mapenzi na uhusiano wa kudumu, basi hiyo inakuwa ndoa. Maagano yanawekwa, ahadi zinatolewa, hisia zinakomazwa, mihemko inavumilika, fikra zinabadilika, nao mwili unafanya mazoea. Kitambo babu aliniambia kuwa ndoa iliheshimiwa sana. Wawili walioamua kukaa pamoja walikula kiapo kuishi pamoja kwa raha na dhiki, kwa uwezo na udhaifu, kwa maradhi na uzima, kwa urongo na ukweli. Lilikuwa kosa la kibinadamu, kosa la kitamaduni, kosa la binafsi, kosa la usaliti, kosa la maisha na kosa la kiungu mwanandoa kumcheza mwenzake. Pindi ilipobainika kuwa mwanamke ametoka nje ya ndoa, amevuka mipaka yake ya mwili na jinsia, basi alipewa adhabu kali. Sio kama leo. Wanawake wanachepuka kila uchao. La kusikitisha ni kwamba baadhi ya wanaume nao wanajua. Je, mume wako akijua kwamba unachepuka unamcheza? Bakora inapiga. Utafiti unaonesha kuwa wanawake walio ndani ya ndoa ndio wanaoongoza katika kuavya mimba. Sio mimba zilizotungwa na bwana zao. Ni mimba za michepuko. Wanawake wanatoka sana nje ya ndoa. Wakishagundua kuwa wamepata ujauzito, wanaamua kuzimwaga. Yaani, wanawake fulani mmeamua kuwa ndule, katili na wauaji kiasiki. Mama yangu aliwahi kuniambia kuwa mwanamke ni kiumbe dhaifu. Ila mimi sioni maana ya hii kauli ya kiumbe dhaifu katika matendo haya machafu. Udhaifu gani huu? Wengi wanasema kuwa waume wao wanakuja na ndizi badala ya tango. Eti hawaridhishi. Eti dakika 2 tu. Chali. Kweli? Kwani mna visima virefu kiasi gani kwamba mchotaji rasmi anashindwa kufika mvunguni ndipo umtafutie msaidizi? Sasa hawa ndio mama zetu. Hawa ndio tunaotegemea katika kuendeleza vizazi vyetu. Hawa wa kuavya mimba. Shetani kaolewa. Siku hizi inaitwa kugongewa. Wanaume kadhaa walio katika ndoa wanagongewa eti. Na baadhi yao wanajua. Wewe unadhani mwanaume kama huyo anahisi vipi ndani yake? Wewe unadhani? Hadi nashindwa kuongea. Huyo ni mwanaume aliyevunjwa akavunjika kama glasi akadondoka chini. Na mwanaume aliyevunjika kiasi hicho ni kiumbe hatari sana duniani. Ni hatari kwa familia yake, marafiki zake na kwake yeye mwenyewe. Hizi ndoa bwana. Bakora inapiga. Hii tamaa ya wanawake walio katika ndoa, tamaa ya kuchepuka, tamaa kwa wanaume wa nje, inatokana na nini? Ni nini chanzo? Mimi ninachojua ni kwamba kuridhika kihisia na kimwili ni swala la akili, hasa kwa mwanamke. Pili, wengine wanasema eti waume zao hawawapi sikio kama wale wa nje. Ni sawa. Ila sasa ndio iwe sababu ya kugawa mauno? Si ugawe tu maneno yako basi. Yaani wanadamu wamebuni vijisababu vya kutenda dhambi na makosa duniani. Mawimbi ya maisha yanawabeba wengi. Kila mmoja amechanganyikiwa. Mabinti wadogo wanajifunza nini kutoka kwenu wanawake mlio katika ndoa? Kuavya mimba za michepuko? Kuwacheza waume zenu kwa vibentena na Serengeti Boys? Kuchafua malazi? Kutoa miili yenu kama sadaka za hisia? Yaani, najiuliza maswali hadi akili na zira. Yaani, eti wanaoongoza katika kutoa mimba ni wake zetu. Wanawake walioolewa. Tumefikia hapo katika maisha haya. Mwanamke ambaye ndiye msingi wa maisha amegeuka na kuwa kisu cha uuaji. Nikisema kuwa nyinyi ni wauaji, mtanipeleka katika mahakama gani? Bakora inapiga. Wanawake wetu, acheni hii mizaha ya maisha. Acheni kucheza na akili za wanaume. Acheni michepuko. Acheni kutoa mimba. Acheni tamaa nyingi za muda mfupi. Naomba mbaki kuwa viumbe dhaifu. Iwapo huelewi maana ya kauli kiumbe dhaifu, nitafute. Bakora inapiga. Mtoto wa damu nyeusi, Afrika ndiko nyumbani. Niite Clever mjomba. Bakora ya jamii.